Karibu katika kipindi cha Tujielimishe, jukwaa la maarifa, elimu na maendeleo. Hapa tunakuletea mada zinazokujengea uwezo kuhusu elimu, uwekezaji, akiba na usimamizi wa fedha, haki zako kama mwananchi, ujuzi wa kiufundi na masuala mengine muhimu ya maisha ya kila siku. Jiunge nasi. Naam, asante sana mtazamaji, karibu kwenye makala ya Tujielimishe, na leo tuko katikati mwa mji wa Kakamega kuweza kuangazia vijana ambao wanajituma katika shughuli tofauti. Wanasema wakati mwingi vijana wanapoanguka basi utangoja kwamba kuna mtu atakuja kuweza kuwakwamua, lakini kuna kijana ambaye alikwisha jipanga, anapoanguka huku basi anaamka huku. Manake mimi nilimjua awali kama msanii lakini katika pitapita zangu nikagundua kwamba anapiga shughuli tofauti sana hapa katikati mwa mji wa Kakamega. Inakuaje mzee? Niko salama, labda wewe? Hata vipi, niko fiti kabisa. Kabisa, tena niko shwari kabisa. Unajua unanipiga surprise sana. The last time mimi nikikuwa na wewe nikajua huyu jamaa ni msanii. Lakini napita na shangaa unapiga biz tena. Hapa unajua pia muziki lazima uchanganye na biashara kidogo. Muziki inahitaji pesa. Wanasema muziki bila pesa inakuwa noma sana. Haiwezi faulu. So it means kwamba awali kidogo ulikuwa unajaribu alafu unapata kwamba kupata mtaji na sumbua. Unapata zile kidogo unaingiza zinatoka zinaenda kwa muziki. Mwisho siku hauna chochote, ubaki bure. Nikafikiria acha nifungue angalau kitu ambacho nitakuwa na generate pesa kiasi hivyo, kirusha kidogo kwa muziki, kidogo kwa biashara. Sasa imekuwa time gani wakati ambapo unaingia katika biashara hii sasa ukasema muziki kaa hapa kidogo nitafute hizi pesa? Ni mwaka gani sasa? Kibiashara nimeanza ilikuwa mwaka gani? 2024. 2024. Nimemaliza hapa, hii ni mwaka ya pili ya tatu sasa nikimaliza hii. Mwaka wa tatu uko katika biza hapa. So biashara ni yako ama kuna mtu amekuandika pale? Hii hapa hii. Yani tuseme ni kama ni partnership tu, tunasaidiana. Partnership. Ndio hivyo sasa. So partnership umepiga na vijana, umepiga na kamzae fulani? Ni mwanadada fulani hapo. Okay. So inakuwa kila mtu ako na shares yake pale. Ndio hivyo sasa. Lakini unajua kwamba kuna vijana wapendi kujituma sana. Especially unapata kwamba kuna kijana ni msanii, anasema mimi ni star, siwezi nikapiga hizi shughuli. Labda wewe kitu gani haswa tunakuja kuna changamoto pale, lakini najua kwamba kuna kitu kingine kilikuja kikakusukuma sana ukasema hapana, wacha nipige biashara. What is that unique thing? Wachana na, unajua kwanza vijana wengi ambao wanajituma kimuziki wanategemea sana management. Wanatarajia kuja shikwa mkono na mtu ambaye hajulikani, yani mtu ambaye ana uwezo wa kifedha akuja amshikilie mkono, lakini mimi nikaona ni bora nijisimamie mimi mwenyewe, na niposa nikafungua kitu kama hii ikaweza kunisaidia kwa njia zingine pia. So far labda imekusaidia kwa kiwango kigani iweze kummotivate pia? Kuna jamani msanii amekaa na tulia anangoja management ikuje msaini pale. Mimi siitishi mtu chochote, siitishi mtu chochote. Najilisha mwenyewe, najibisha mwenyewe. Muziki bado napiga, hata kuna video zinakuja. So una balance namna gani? Wakati fulani labda umekwenda katika studio, uko pale katika biashara, labda umeitwa show sehemu fulani, una balance namna gani kuhakikisha pia biashara yako haishuki? Maana kuna vijana unapata kwamba wako na talanta kidogo, wanajisahau, wana dive in kwa talanta. Baada ya kudive unapata kwamba biashara inaanguka, ama unapata jamaa amekula stock. Lakini wewe takriban miaka mitatu bado biashara vile vile imesimama. Siri ni gani? Kwa kila biashara kila biashara ni hesabu tu wewe mwenyewe. Huwezi kuwa unatumia hela zote ambazo zinatoka kwenye biashara useme hatutaki kwa muziki zote. Lazima kuwa unajipanga mwenyewe, unachukua hesabu zako kila siku, ujue ni ngapi unaweka ya mzigo na ngapi unatoa za kushughulika pia yani kila kitu na hesabu yake tu. Venye nafaa. Wakati ambapo uko kama kijana pale katika biashara, wewe ni msanii, labda changamoto gani ambazo unakumbana nazo hasa katika shughuli yako kila siku? Kivipi yani? Labda changamoto ambazo unakumbana nazo hasa katika harakati yako ya kupiga shughuli tu. Ya kupiga shughuli ya kimuziki au kibiashara? Kibiashara sasa. Kibiashara? Changamoto tuseme, unajua watu wengi wakiona ukiwa msanii wanachukulia ufai kufanya vitu kama hivi, umeona? Sasa wakinipata hapo wengi wanashtuka kama wewe unashangaa. Wenyewe kuna deni nimefika nikashangaa. Mwanangu tena anafanya gani? Ndio hivyo sasa. Hiyo ndio changamoto sana ambayo inanikumba mimi. Na sasa ile changamoto unaikabili namna gani? Mtu anaposhtuka anashangaa Mikirei Dizo jamani anapiga shughuli gani tena? Sasa kama leo umeniona na umezoea, umechukulia kawaida, umechukulia huyo ni hustling tu kwa hustle kama kawaida. Ndio hivyo sasa. Jamani, yani napenda sana naamua kujituma
anajituma, anapiga sanaa, at the end of the day pia anasukuma hustle yake. Changamoto watu wanashtuka, wanasema msanii hapaswi kufanya kitu fulani, hapaswi kufanya hii, hapaswi kufanya hii. Kuna jamaa pale nje pia anashangaa, labda pia anasema mimi ni msanii na nataka kuanzisha biz. Labda unaweza mshauri afanye biz gani? Kwa mfano kama ni biz kama hii yako, labda anahitaji mtaji kama hela ngapi kuweza kuanzisha biashara? Yani ni polepole tu, yani ni kitu ambacho unaanza na kujaribu, yani si kitu ambacho umepangia ati nataka kufungua biashara na pesa hii. Hata kwa 1000 unaweza anza biashara. Nasema kuna biashara 1000. Ndio hivyo sasa. Biashara 1000 hata 500 unafungua biashara. Hii ni biashara gani sasa? Kwa mfano 500, kuna jamaa kwa selective anasema siwezi choma mahindi. Tuchukulie sweet peremende pakiti moja wholesale ni pesa ngapi? 250. Hiyo 250 ukichukua hizo pieces ziko karibu ngapi ndani? Ziko more than 24. 24 times 10. Ni pesa ngapi? 24 times 10. Hiyo ni 240. 240 uko sure? 24 times 10 is 240. Zote hizo umetoa na umetumia pesa ngapi kuchukua 250? Uza hiyo peremende shilingi 20 basi. Unatoa pesa ngapi ndani? Jamani, hesabu inasumbua mtazamaji. Lakini unasema chukulia basi biashara ya matunda basi. Tuchukue melon moja unauza shilingi 100. Wewe chukua hiyo melon uende utoe pieces kadhaa ndani. Shilingi 100 utoe pieces kama 10 na ngapi? 15. Ukiuza 20 pesa ngapi? Hiyo ni shilingi 300. Umechukulia melon 100, una faida ya pesa ngapi? Una faida shilingi 200. Ndio hivyo sasa. Unasema yani akili kichwani. Next day unachukua ngapi? Ndio hivyo. Unasema akili kichwani. Yani napenda sana mtazamaji kwamba hata shilingi 250, shilingi 100, wewe msanii ambaye uko pale, na sio msanii peke yake. Kuna mtu ambaye anafanya kitu ambacho kinahitaji kwamba ukiwe na kipato kingine. Anasema kwamba unaweza ukafanya hustle lingine tofauti, unaweza enda ukachoma mahindi, ukafanya pale watermelon, ukafanya nini, mwisho wa siku unapata kwamba kila kitu kinakuwa shwari kabisa. Jamani, mtazamaji ndio jamaa ambaye tumekuwa naye, labda mkumbushe tena mtazamaji jina lako ni nani? Kwa majina kwa usoni nifahamu, na pia naitwa Mikirei Dizo. Mimi ni msanii na bado mimi mwanabiashara. Kama mnavyoniona hivi napatikana hapa Kakamega. Fika pale YouTube Mikirei Dizo kama kwa kila platform. Naomba support yenu, subscribe, comment na like pia na share. Mikirei Dizo msanii wenyewe nyumbani. Yani watajua wewe si kwenye mic peke yake. Ndio hivyo tu. Wanafika pale wanaona kwenye mic Mikirei Dizo anafanya nini. Vile vile pia wakitembea Kakamega wanagundua kwamba pia vijana wanajituma sana. Labda tukimaliza neno lako la mwisho, ushauri tu kwa wale vijana ambao wamelaza wanangoja white collar jobs pale, unawaambiaje labda? Ndio hivyo, nawaambia vijana msisubiri. Hamna muda tena. Na unavyoangalia pia maisha sahihi, maisha ndio kipanda pia ukichelewa kidogo hivyo ndio umebaki. Na pia kwa wasanii ambao vijana ambao wanatamani kuwa wasanii au ni wasanii, wasitarajie management pia. Wasitarajie kusimamiwa au kushikiwa mikono. Siku hizi wafadhili hawapo, ni wewe mwenyewe, akili yako mwenyewe. Chukulia usanii kama biashara. Jua unajiwekeza aje. Najua pia mtaji wako utatoa wapi ukiwekeza kwenye muziki, kwa maana muziki ni biashara ambayo hairudishi pesa saa hii. Ita take time. Hata wewe watoto wako ndio watakula hizo pesa. Labda si wewe utakuja kuikula. Ndio hivyo sasa. Na kuna mtu akasema muziki ni starehe, na starehe ni gharama. Ina maana lazima ugharamike. Inahitaji pesa. Yani ina maana lazima ugharamike ili upate hiyo starehe. Jamani, yani napenda sana. Mtazamaji, ndio hivyo Mikirei Dizo ndio jamaa ambaye ametupambia pale katika makala ya Tujielimishe. Hadi siku nyingine jamani, mimi ni Nyongesa Godson ndio jina la kwangu. Bye bye. Safi kabisa.